Ibrahim Traoré ni kiongozi wa kijeshi na rais wa sasa wa Burkina Faso, nchi iliyoko Afrika Magharibi. Ifahamu kwa undani zaidi historia ya Ibrahim Traoré. Mtazamaji, hii ni Kiswahili TV na mimi ni G Venga hapa. Karibu. Alikuwa mwanamazingira wa kijeshi na alichukua madaraka baada ya mapinduzi ya kijeshi ya kumfukuza rais wa zamani Paul Henri Sandaogo Damiba mnamo Septemba 30, 2022. Traoré alikuwa na umri wa miaka 34 wakati wa kuwa rais, na alikuwa rais wa pili Burkina Faso kwa mwaka huo baada ya Damiba pia kuchukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mapema mwaka huo, na ni kiongozi pekee mwenye umri mdogo duniani kote. Maisha ya awali na kazi ya kijeshi. Ibrahim Traoré alizaliwa mnamo mwaka 1988 katika mji wa Bondokio katika mkoa wa Mohon huko Burkina Faso. Alijiunga na jeshi la Burkina Faso na alipata mafunzo ya kijeshi akijishughulisha hasa katika masuala ya usalama na vita dhidi ya ugaidi. Kabla ya kuwa rais, Traoré alikuwa akihudumu kama captain katika jeshi na alikuwa na uzoefu wa kutosha katika vita dhidi ya vikundi vya kigaidi kama vile Jamaat al-Nasr al-Islam wal-Muslim JNIM, ambayo ni tawi la Al-Qaeda huko Afrika Magharibi. Mapinduzi ya kijeshi. Mnamo Januari mwaka 2022, Paul Henri Sandaogo Damiba alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi akimfukuza rais wa zamani Marc Christian Kabore ambaye alikuwa akikabiliwa na changamoto za kiusalama na maandamano ya umma. Hata hivyo, Damiba pia alishindwa kukabiliana na hali ya usalama iliyozidi kuwa mbaya, na mnamo Septemba 2022, Ibrahim Traoré aliongoza mapinduzi mengine ya kijeshi na kumfukuza Damiba katika utawala wake, ambaye alikuwa ni kiongozi mwenye urafiki wa karibu na Ibrahim Traoré kipindi hicho. Wakati anapambana kufanya mapinduzi katika nchi ya Burkina Faso, Paul Henri Sandaogo Damiba alimhusisha Ibrahim Traoré katika mapinduzi yake. Utawala wa Traoré. Baada ya kuchukua madaraka, Traoré alitangaza kuwa yeye na baraza lake la kijeshi watakuwa na madaraka hadi wakati wa uchaguzi wa raia mnamo 2024. Aliahidi kurejesha amani na utulivu katika nchi ambayo ilikuwa ikikabiliwa na mashambulio ya kigaidi na migogoro ya kikabila. Traoré pia alisisitiza umuhimu wa kujenga uhusiano wa karibu na nchi jirani na wafadhili wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kijamii. Changamoto na tathmini. Utawala wa Traoré umekabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na kuongezeka mashambulio za kigaidi, hali ngumu ya kiuchumi na shinikizo la kimataifa kwa ajili ya mageuzi ya kisiasa. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Burkina Faso wamemtambua kwa juhudi zake za kukabiliana na hali ya usalama na kuhakikisha kuwa nchi inarudi kwenye mfumo wa kidemokrasia. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa maarufu nchini Afrika wamezungumza kuwa Ibrahim Traoré ana mwelekeo kabisa wa kutokurejea katika siasa ya kidemokrasia. Hii ni kwa sababu ya tabia za Ibrahim Traoré kuwanyima waandishi wa habari nafasi, lakini pia kutokuwapa nafasi viongozi wa kisiasa kuwasikiliza katika mahitaji yao. Ibrahim Traoré anaonekana kupendelea sana utawala wa kijeshi, na inasemekana pia inawezekana alivyoahidi kurudisha nchi katika mfumo wa kidemokrasia usirudi. Baada ya Ibrahim Traoré kuingia madarakani, uhusiano kati ya Burkina Faso na Ufaransa umekuwa wa kuyumba. Inaonekana Ibrahim Traoré ni moja ya marais wasiopendelea kuchukua misaada kutoka katika nchi za kigeni, nchi za magharibi, nchi ambazo zimekuwa zikitoa misaada kwa kuweka vizuizi vigumu vya misaada hiyo ambavyo vitafanya tuendelee kuwa tunatawaliwa kila siku. Ibrahim Traoré kwake ajalitaka hilo.
Baadhi ya waandishi wa habari wakubwa duniani wanasema kuwa Ibrahim Traore anatawaliwa na kuwa na Uafrika. Ibrahim Traore ameleta uhusiano mkubwa zaidi na nchi ya Russia kwa ajili ya kuhudumisha usalama na ubora wa jeshi lake, kwani ameingia mkataba na Wagner Group ambao wao wamekuwa wakitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Burkina Faso. Uhusiano kati ya Ibrahim Traore na Russia umelenga zaidi katika kuimarisha ulinzi na usalama katika nchi ya Burkina Faso. Ibrahim Traore amependa kuongeza ushirikiano na nchi za karibu, nchi za Afrika, kwa kuanzisha alliance inayojulikana kama Sahel Alliance, Sahel State, ambayo ndani yake kuna Mali, Niger na Burkina Faso, ambazo zote zinatawaliwa kwa utawala wa kijeshi. Ibrahim Traore amejitoa katika umoja wa ECOWAS ambao amekuwa akiushtumu kuwa unapokea misaada kutoka nchi za magharibi ambazo zinaweka vipingamizi vikubwa katika nchi za Kiafrika. Kuingia madarakani kwa Ibrahim Traore kumeleta mabadiliko makubwa ya kiusalama na kimaendeleo nchini Burkina Faso. Ibrahim Traore hajalenga tu kuimarisha usalama nchini mwake, bali amelenga kuleta maendeleo makubwa katika nchi ya Burkina Faso kwa kuboresha sekta ambayo ni uti wa mgongo wa nchi ya Burkina Faso, ambayo imekuwa ikitegemea maendeleo makubwa kutoka katika sekta ya kilimo. Sekta hiyo Ibrahim Traore amefanya maboresho makubwa ambayo wananchi hadi sasa wanazidi kujivunia kuwa nayo. Amekuwa na mipango ya kufungua viwanda mbalimbali vya usindikaji wa mazao, ikiwemo kiwanda cha usindikaji wa nyanya, ili mradi kuendelea kuleta maendeleo na fursa nyingi za ajira kwa vijana na wakazi wa Burkina Faso. Ibrahim Traore hajabezi tu na sekta moja ya kilimo nchini Burkina Faso, bali amekuwa akizikumbuka sekta zote, ikiwemo na sekta ya madini, kwa kuendelea kukabiliana na changamoto zilizopo katika sekta hizo. Hata hivyo, Ibrahim Traore ni viongozi ambao wamekuwa na mapenzi makubwa na raia wao, lakini pia ni kiongozi asiyependa kuwa na ukabila kabisa. Ibrahim Traore ni miongoni mwa viongozi wa Kiafrika na anawakilisha mabadiliko ya kikazi katika siasa na usalama wa nchi yake. Hata hivyo, utawala wake bado unakabiliwa na majaribio makubwa, na matokeo ya juhudi zake yataamua mwisho wa historia yake ya kisiasa. Asante mtazamaji, hii ni Kiswahili TV Online. Karibu kuendelea kuwa nasi, usiache kubonyeza alama nyekundu ambapo chini video iko kika zaidi kuendelea kuwa nasi kila siku. Asante na karibu sana. Nimegusia kuhusiana na ukabila. Katika nchi ya Burkina Faso ni moja ya nchi ambayo kuna kabila lenye nguvu katika nchi hiyo, kabila ambalo limekuwa na utawala mkubwa katika nchi ya Burkina Faso, hasa kwenye siasa. Na kabila hilo ndilo kabila ambalo Ibrahim Traore anatokea. Usiwaze, katika video zinazofuata nitakujuza kuhusu kabila la Ibrahim Traore, kabila la Mosi, kabila lenye siri nyingi na lenye nguvu kubwa nchini Burkina Faso. Asante kwa leo. Mimi ni G Venga hapa. Ukipenda niite Mngoni.